Okay brother, mambo vipi? Safi. Unaenda kama nani au Tanzania ambao wanakutazama? Naitwa Cornelio Mpangala. Okay. Unaweza kuniita daktari Cornelio Mpangala kwa sasa. Okay. Yes. Gira sana, pengine unasema unaitwa daktari. Pengine wa Tanzania ambao wanakutazama, ulikuwa unachukua fakati gani katika na siku ya leo imekuwa ni sehemu yako ya kufurahi? Kwanza kabisa, hongera. Nashukuru sana. Kwa hiyo kwa miaka 5 iliyopita mpaka kufikia leo nilikuwa nachukua kozi ya udaktari wa binadamu. Kwa hiyo leo nimehitimu. Ukisema sasa udaktari wa binadamu ni wapi ulikuwa umejikita daktari wa kwako? Mwanzoni haikuwa ndoto yangu. Okay. Mwanzoni ilikuwa unashawishiwa, watu wanakushauri, lakini pia hawakunishauri daktari peke yake, unashauri vitu vingi, lakini mwisho wa siku namshukuru Mungu ili kawa chaguo langu. Na Mungu amefanikisha, ndoto zimekuwa kweli. Sasa hivi niko hapa nimekuwa daktari. Na unajisikiaje siku ya leo kwamba najisikia vizuri sana. Namshukuru Mungu sana. I am so grateful. Kipindi naanza siku ya leo ilikuwa ni muujiza, ilikuwa ni ndoto, lakini namshukuru Mungu sasa hapa nimemaliza. Okay, na katika vitu ambavyo labda unavikumbuka ambavyo vilikuwa pengine labda ni changamoto au vilikuwa ni vitu ambavyo vya kufurahisha katika moment ya kisha kwamba unafika leo hapa kwenye swala zima hili la graduate, ilikuwaje hapo kidogo tu fahamu? Changamoto ya kwanza, shule yenyewe ilikuwa ni changamoto. Shule yenyewe ilikuwa ni mzigo wa kutosha. Ilifika kipindi nakumbuka nikiwa mwaka wa 3 nilisema hamna, nimekosea kozi, hebu nitafute sehemu nyingine. Lakini ukiwa na watu sahihi ambao wanakutia moyo kwamba you can do it, you can make it, namshukuru Mungu nikasimama tena. Baadaye changamoto zinakuwa ni kitu cha kufurahisha. Kwa changamoto zile ambazo zilikuwa zinasema kipindi fulani hivi, baadaye zinakuwa zinakufurahisha. Itakuwa sehemu ya safari. Kwa hiyo kitu sitakuja kusahau. Mzigo ulikuwa mkubwa sana, lakini namshukuru Mungu nimefika, nimehitimisha hii safari. Na kwa nini ilifika wakati ukataka kuquit? Labda yamkini hii kozi ilikuwa changamoto. Unajua unajaribu, unajua kwa mfano mara nyingi sana si ambao tunapata nafasi moja daktari, huwa tuna background nzuri sana kwenye huko wa advanced secondary, ulikuwa unafaulu sana. Alafu unashangaa sasa unakuja kwenye chuo hivi unashangaa unatumia nguvu yote hata ambayo hujai kutumia, alafu matokeo yanakuwa hayawi vile ambavyo unatarajia. Kwa hiyo maoni nimekosea kama kitu cha watu wengine hichi hapa. Lakini baadaye unapoendelea kuwa na ile na nidhamu, unajifunza vitu vipya kwamba elimu sio kusoma peke yake na vitu vingine, basi matokeo yanakuwa yanatokea namna hiyo kama leo hii. Okay. Na ukija mtaani kuna maneno fulani vya ambao watu wanazungumza kuhusiana labda degree au masters, wanasema ni kwamba ni kama mboga au ni bonus. Vipi haya maneno yanakaaje? Kila sehemu kuna mitihani yake. Kwamba umefaulu shuleni haimaanishi utafaulu kwa maisha. Yaani kila sehemu ni shule. Kwa hiyo nilipenda shuleni, nilikuwa sijui chochote kuhusu shule, nikafaulu. Naamini pia ninapoingia mtaani sijui chochote, huenda sijui chochote kuhusu mtaani, lakini nitafaulu pia vile vile. Kwa sababu Mungu yupo kutusaidia, kutuwezesha. Naamini sana Mungu ameshatutangulia katika hii safari ambayo iko mbele yetu. Na huko mtaani kuna kelele nyingi sana brother. Nashukuru sana. Muda wote ambao tumekuwa nao ulikuwa ni wa kutuandaa na tumejiandaa vizuri. Kama sema Mungu kwanza, Mungu yupo mbele, atatufanikisha kwenye kila jambo tunaliendea. Okay, salamu kwa watu ambao wanakutazama ambao ni wa Tanzania, yamkini ni wanafunzi, unatamani nao wakabaki kama ambao umebaki, umetokea Kinyamwezi kabisa sana. Bana, nashukuru sana. Mimi namshukuru Mungu. Labda nimtie moyo mwanafunzi, nyakati za kukata tamaa zipo, lakini don't give up, endelea kupush. Na wale wanaoomba hujapata nafasi kwa mwanafunzi, unafanya issue nyingine, kuna sehemu ambapo Mungu amekuandikia utafanya vizuri. Na wazazi ambao mnasomesha katika mazingira magumu, don't give up, keep pushing. Matokeo yapo. Mungu awabariki sana. Huyo ni daktari wa masuala ya kibinadamu na alikuwa anatupa mambo kadha wa kadha. Kuna wakati alifika akataka kuquit kwenye kozi ambayo alikuwa anasomea, lakini don't give up. Haya ni mambo ambayo yanapatikana katika elimu, lakini kinachotakiwa ni kwamba pambana kisha kwamba ndoto zako zinakuwa sio bro. Yes. Nashukuru sana bro. Nafanya kazi nzuri sana. Mungu awabariki. Hii ni Student Connect. Asante sana.